Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Juni 4, Kristo anaomba tumwamini. Yesu akamwambia nifuate. Luka 9 mstari wa 58 na 59. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Anguko la wazazi wetu wa kwanza lilivunja mnyororo wa dhahabu wa utii thabiti wa mapenzi ya mwanadamu kwa mapenzi ya Mungu. Utii haujachukuliwa tena kuwa ni jambo la lazima kabisa. Mawakala wa kibinadamu wanafuata mawazo yao wenyewe ambayo Bwana aliwaambia wenyeji wa ulimwengu wa kale kuwa yalikuwa na daima ni mabaya. Bwana Yesu Kristo anatangaza, nimezitunza amri za Baba yangu. Inawezekanaje? Kama mwanadamu? Naam, nimekuja ili kuyafanya mapenzi yako, Mungu. Kwa mashtaka ya Wayahudi alisimama katika tabia yake safi, ya wema, takatifu na kuwahoji, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Mkombozi wa ulimwengu alikuja sio tu kuwa kafara kwa ajili ya dhambi, bali pia kuwa kielelezo kwa mwanadamu katika mambo yote. Alikuwa ni mwalimu, mfundishaji wa pekee ambaye ulimwengu ulikuwa haujawahi kumwona au kumsikia hapo kabla. Alizungumza kama aliye na mamlaka, na bado anaomba wote tumwamini. Mwana pekee wa Mungu wa milele alituachia kwa neno lake, kielelezo chake halisia, mfano ambao tunapaswa kuufuatisha. Kwa neno lake ametufundisha kumtii Mungu, na kwa utendaji wake mwenyewe ametuonesha jinsi tutakavyoweza kumtii Mungu. Hii ndiyo kazi ambayo anamtaka kila mtu kuifanya, kumtii Mungu kwa akili na kwa kanuni na kwa mfano, kuwafundisha wengine kile ambacho lazima wafanye ili kuwa watoto wa Mungu watiifu. Bwana Yesu ameusaidia ulimwengu mzima kupata akili ya kujua utume na kazi yake takatifu. Alikuja kuiwakilisha tabia ya Baba kwa ulimwengu, na kadiri tunavyojifunza maisha, maneno na kazi za Bwana wetu Yesu Kristo, tunasaidiwa katika kila njia kwenye elimu ya utii kwa Mungu, na tunapofuatisha mfano aliotupatia, tunakuwa barua hai zinazofahamika na kusomwa na watu wote. Tu mawakala walio hai wa kumwakilisha Bwana Yesu Kristo katika tabia kwa ulimwengu. Kristo hakutoa tu sheria za wazi zinazoonesha jinsi tunavyoweza kuwa watoto watiifu, lakini alituonesha katika maisha na tabia yake jinsi tu ya kufanya mambo yale yaliyo sahihi na yanayokubalika kwa Mungu. Kwa hiyo hakuna kisingizio kwa nini tusifanye yale yanayopendeza machoni pake. Daima tunapaswa kushukuru kwamba Yesu ametuthibitishia kwa ukweli halisi kwamba
mwanadamu anaweza kuzitunza amri za Mungu, akitoa ukinzani kwa uongo wa shetani kwamba mwanadamu hawezi kuzishika. Mwalimu bora kabisa alikuja katika ulimwengu wetu ili kusimama katika uongozi wa wanadamu, hivyo kuinua na kuutakasa ubinadamu kwa utiifu wake mtakatifu wa matakwa yote ya Mungu, akionyesha kwamba inawezekana kutii amri zote za Mungu. Ameonyesha kwamba inawezekana kuwa mtiifu maisha yote, hivyo huwapeleka watu kwa ulimwengu kama vile Baba alivyompeleka Mwana, ili watoe kielelezo katika maisha yao cha maisha ya Yesu Kristo. Yesu anasema, unifuate. Utasoma manuscript ukurasa wa kwanza la mwaka 1892. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 4. Kristo anaomba tumwamini. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako. Tunaomba baraka zako ziambatane pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu